masala ya qunut katika salat al-fajr peke yake. Qunut zipo aina mbili. Kuna qunut ya nawazil ambayo hakuna khilaf kati ya wanazuoni kwamba ni jaiz yajuz salat al-qunut katika nawazil, bali ni katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akileta qunut katika nawazil. Nawazil ni majanga, balaa, misiba, mikasa imewafika waislamu. Kwa hivyo waislamu wanaweza kuleta qunut, lakini qunuti hii inayoletwa kwa sababu ya mikasa na kwa sababu ya majanga hailetwi katika salatul fajr peke yake, inaletwa katika sala zingine kadhalika, katika salati al-maghribi, katika salati al-isha. Kuna katika wanazuoni wanaosema inaletwa katika sala ya jahria peke yake, na wengine wanasema inaweza kuletwa pia kadhalika katika sala za sirria pamoja na jahria. Kwa kauli hii ina maana kwamba unaweza kuleta katika dhuhri na asri na fajri na maghribi na isha. Hii haina mushkili kwa wanazuoni. Kadhia ambayo iliona utata kwa wanazuoni ni salatul qunuti katika sala ya alfajiri. Hii ndio ile khilaf. Kukatokea kauli mbili za wanazuoni. Kauli inayosema kwamba qunuti ipo, ambayo ni kauli ya Shafi'ia na Malikia, na kauli inayosema kwamba qunuti hamna katika sala alfajiri peke yake, kauli ya Hanabila na Hanafia. Khilaf sampuli hii kwa wanazuoni, tuna khilaf aina mbili. Kuna khilaf saigh na kuna khilaf ghairu saigh. Mara kwa mara tutataja maneno haya wakati wa nyuma, tunarudia ili yaweze kufahamika, yaweze kukaa katika fahamu zetu. Khilafun saigh ni khilaf inayokubalika, kama hii khilaf sasa hivi tuliyotaja katika masala ya tarawih. Tarawih ni raka ngapi? 20 ama raka 8? Khilafun saigh. Maana aliyesema tarawih raka 20 akina Imam Shafi'i hakuisema kwa hawa ya nafsi yake, mpaka ukawa una ujasiri wa kusema amezusha Imam Shafi'i, ukawa una ujasiri wa kufika hapo. Ma qalahu min tilqa'i nafsi wa ma qalahu min hawa, bali na yeye kadhalika ameangalia dalili kama wewe ulivyoangalia dalili. Hakulala akamka Imam Shafi'i akasema basi tarawih raka 20 jamani swalini, la, nadhara ila dalili. Na hii dalili ambayo wewe umeisema kwamba ni hadithi ya Aisha amesali raka 8 hakuongezea, Imam Shafi'i aliona hii hadithi na alisoma, wayaarifu huwa wa ghayru min alulama min alaimma, katika maimam katika a'lam waliotangulia hii hadithi walikuwa waijua, isipokuwa tu kwamba ufahamu wao hawakuelewa kwamba hii hadithi inafunga sala ya tarawih katika raka 8. Kwa hiyo ni khilaf saigh ambayo ndani yake anayefuata kauli nyingine humwambii kwamba ni mkosi. Ndio maana ya khilaf saigh. Vile vile hivyo tulivyoeleza huko ndivyo tunavyosema katika witri, katika kunuti. Kunuti nayo kadhalika ni khilaf saigh, khilaf inayokubalika. Maana wale waliosimama na kauli kwamba kunuti ipo wamesimama na hoja na dalili ambayo kwao ni sahihi. Wale waliosema kwamba kunuti hamna katika sala alfajiri wamesema kwamba dalili ile waliosimama nayo hawa wa kauli hii, dalili hii kwao haikusihi na hakuna dalili nyingine kwao ambayo ni sahihi. Kwa hivyo ikhtilaf ipo katika usahihi wa hadithi basi. Kwa hivyo wanazuoni wapo ambao wamesahihisha hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma zala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa ad-dunya. Hakuacha mtume sallallahu alayhi wasallam kuleta kunuti katika swala al-fajr mpaka aliondoka duniani. Hadithi hii kaisahihisha wanazuoni. Kwa Imam Shafi'i hadithi hii sahihi, kwa Imam Ahmad bin Hanbal hadithi hii ma sah. Kwa hivyo ikatokea khilaf katika ukaguzi wa hadithi baina ya wanazuoni wawili wakubwa maimam, kwa huyu imesihi, kwa huyu haikusihi. Kwa hivyo hii inaitwa khilaf saigh, wamekhtalifiana katika usahihi wa hadithi, kama inavyotokea leo katika ibada zingine nyingi. Kuna swala inaitwa salatu tasbih. Je, hadithi ya salatu tasbih ni sahihi au si sahihi? Kwa anayesema kwamba hadithi ni sahihi akwambia salatu tasbih ipo. Kwa anayesema kwamba salatu tasbih hadithi yake sio sahihi asema hii swala itakuwa haipo. Mfano wake ndio hivyo hivyo katika kunuti. Sasa huwezi kumkosoa kusema kwamba analeta kunuti mathalan ni mubtadi'. Hili ni tamko zito mno, ni tamko la hatari mno.
ukilitamka inabidi uangaliwe kwanza wewe uliyesema hili tamko ni mtu aina gani, na umelisema kwa nini ile tamko, maana ni tamko la ajabu na ni zito mno mbele ya wanazuoni kusema kwamba kuleta kunuti ya alfajiri ni bid'a, kalima thaqila jiddan. لان الخلاف الذي ينبني عليه خلاف سائغ kwa ittifaq ya wanazuoni. Sasa ikiwa ni khilaf saigh, khilaf inayokubalika, wanazuoni wana kaida, wana msingi wanaokwenda nao katika masala ya khilaf ambayo ni saigh mpaka ndani ya ibada. Tukija katika ibadat, swala lolote ambalo ndani yake kuna khilaf saigh, kuna mwongozo maalum. Wanazuoni wanasema, na mnukulu mwanachuoni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema katika majmuu' al-fatawa, وينبغي له أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد. na inampasa muislamu maamuma amfuate imamu wake katika jambo ambalo linakubalika ndani yake ijtihad, yani khilaf. Sasa kusimama hapa ili akaiweka haya maneno yakawa ameeleza saa mbele, qal katika majmuu' al-fatawa, fa idha qanata imamu wake akileta kunuti qanata ma'ahu, maamuma pia aleta kunuti, kwa sababu khilaf iliyoko katika kunuti ni khilaf ya ijtihad, khilaf saighi inayokubalika. Wa idha taraka alqunut, na imamu akiacha kuleta kunuti, kwa mfano maamuma ni Shafi'i yuamini kwamba kunuti ipo, sasa amekwenda Makkah, Saudia wanaleta kunuti au waleta kunuti. Kwa hivyo idha taraka alqunut, imamu akiacha kuleta kunuti lam yaqnut, na maamuma pia alete kunut. Limadha? Kwa nini imetoka hii hukumu ya kwamba idha qanata ma'ahu wa idha lam yaqnut wa idha taraka alqunut lam yaqnut? Li'annahu, kwa sababu huyu maamuma ameamrishwa, madha umir, an yatba'a imama, amfuate imamu wake. Inma ju'ila al-imam liyutamma bihi, imamu amewekwa hapo kuwa ni imamu kwa ajili ya kufuatwa, fala takhtalifu alayhi. Kwa hivyo msimkhalif, msiwakhalifu imam. Kwa hivyo imam akileta qunut wa anta taqnut. Ibara hii wanazuoni muasirin wa karne hizi za sasa wakazi fafanua zaidi hii ibara ya kwamba khilaf saigh katika swala, katika ibadat, tunakwenda nayo vipi, tunakwenda nayo kwa mwongozo gani? Kwa mfano Sheikh Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah katika majmuu' al-fatawa yake pia kadhalika alipoulizwa kuhusu masala ya maamum ambaye yuamini kwamba hakuna kunuti, Hanbali au Hanafi, lakini yuwaswali nyuma ya imamu anayeamini kwamba kunuti iko, Shafi'i, ya kunut, qala rahimahullah ta'ala, bal tunamwambia huyo maamum yad'u ma'a imamihi, yaqnut ma'a qunuti imami, maamuma yuleta kunuti pamoja na kunuti imam, kama qala Ibn Taymiyyah rahimahullah. Akaongeza ibara nyingine Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa yarfa'u yadayhi 'inda ad-du'a, na yuinua mikono, hasa si kwamba yuleta kunuti na mikono yake iko hivi chini au yatoa kidole ama yasema tu amin, ama la, yaqnut ma'ahu ma'a raf'i al-yadayn hatta tahsul madha, hatta tahsul al-mutaba'a, mpaka ili kupatikaniwe mutaba'at al-imam. Maana hii khilafu iliyoko hapa ni khilafu inayokubalika, sio ile khilafu nyingine isiyokubalika. Imam akafanya jambo lingine katika ibada, katika swala, ambayo ni khilaf isiyokuwa saigh ya kukubalika, maamuma hamfuati. Akifanya kabla ya swala, ndani ya swala, baada ya swala, la yatba'u al-imam. Naam. Assalamu alaykum. Kama utaturuhusu Sheikh kuuliza katika hili swali, baadhi ya maimamu wananyamaza katika sehemu fulani ya qunut. Naam. Lakini ulifafanua hilo. As-sunnah an yati al-imam bil qunut kamilan. Sunna kwa imam alete ile qunut kamil kama allama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu dua al-qunut ikhwan ni dua aliyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam, na dua aliyofundisha mtume alayhi salatu wasallam yanbaghi an yuqal kama allam.
dua yote alifundisha mtume yafaa kuletwa ile dua vile vile alivyoifundisha min ghairi nuqsan wala ziada wala tabdil bila ya kuipunguza ile dua bila ya kuongeza bila ya kuibadilisha min ghairi nuqsan mathalan Allahumma hdina fi man hadait ukasimama baada ya sentence ibara mbili au tatu ukaikata hadha naqs ma allama an-nabiy ma hakadha allama an-nabiy alayhi salatu wassalam طيب من غير زياده كيف من غير زياده وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك كما سكي امام اسمع انك تقضي بالحق انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك كلمه بالحق هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها اذا كلمه زائده na hii kalima ukiongeza ni khatira manake inaeleweka kwa kuongeza kalima kama hii istidrak ala du'a nabii sallallahu alaihi wasallam ni kana kwamba hii kalima ilikuwa mtume imempita ngoja sisi tuiongeze alisahau mtume tumuongezea innaka taqdi bil haqqi wala yuqda alayk nastaghfiruka wa natubu ilayk sio mtume alifundisha hivyo nastaghfiruka min jami'i adh-dhunubi wal خطايا ونتوب هذه زياده ما علمها النبي عليه السلام الحسن رضي الله عنه في حديث يا قنوت حديث الحسن قال علمني amenifundisha mtume alayhi salatu wasalam dua aquluhu fil qunut idhan dua allama ar-rasul sallam fayuqal kama allam يقال كما علم نعم فالرسول عليه السلام hakutuishiria katika dua hii kwamba kuna sehemu ukiisoma waisema kwa sauti alafu sehemu nyingine wanyamaza maamuma amalize mwenyewe peke yake maamuma kama ajui كيف يكمل نعم فالسنه ان يقال الدعاء كما علم النبي صلى الله عليه وسلم نعم